Miaka 90 ya Simba Sports Club kutoka Uganda kuja Msimbazi mpaka kuondoka Msimbazi. Nini ambacho umekiona kwenye klabu hiyo mpaka hivi sasa na nini kimebadilika kwenye maisha yako kupitia klabu hii ya Simba? Kwanza kabisa tushukuru Mungu kwa sababu ametupa uzima mpaka siku ya leo tumeweza kushuhudia Simba Day baada ya Simba inafikisha miaka 90. Vile vile nawashukuru viongozi kwa kunipa mwaliko wa kuja kusherehekea pamoja na wanachama na mashabiki wa Simba, klabu ambayo nimechezea na kufanya makubwa, na pia vile vile mashabiki wamenipenda na pia klabu nayoipenda, so ni faraja kubwa sana kwangu kuwa hapa siku ya leo. Katika moja ya kumbukumbu ni jinsi ambavyo mliweza kuwafunga tani wenu goli 5. Ukifumba macho kukumbuka ile siku, nini ambacho kinaendelea kukaa katika kichwa chako? Ilikuwa siku kubwa sana kwa sisi Simba, kwa sababu hiyo ni siku ambayo tumewazalilisha wapinzani wetu, na kitu ambacho nakikumbuka zaidi ni kwamba nilikuwa kwenye magoli yote 5, nikafunga magoli 2 na kufanya assist 3. Ni kitu kikubwa, lakini najuta tu kitu kimoja, sikuweza kupata hat-trick na kumfikia legend mkubwa. Kwa nini ukupiga ile penalty? Hili swali limekaa sana, kwa nini ile penalty ukupiga? Nadhani niliacha binafsi, nikasema kwamba mpira ni timu ya watu wote, tuko pamoja, tuko wachezaji 11, kwa hiyo na mwingine pia apate nafasi afunge. Yeah. Lakini ungefikia ile rekodi ya Kibadeni. Nilikuwa najua kwamba naweza nikapata nafasi nyingine ambayo sio penalty, lakini ndio hivyo ikatokea, nafasi ikashindikana. Lakini unavyoiangalia sasa Simba, na unawashauri nini wachezaji waliopo hapa na wale wa kigeni katika kufikia malengo ambayo mmekuwa mkiataka siku zote? Mlipeleka Simba katika hiyo level na leo hii inashika nafasi katika soka barani Afrika. Nini wanatakiwa kukifanya kufikia yale malengo ambayo mlitamani kuyafikia? Mimi naomba tu vijana waendelee kupambana, wajitolee, wapambane kwa moyo mkubwa sana, kwa sababu Simba ni timu kubwa sana barani Afrika, na hapa Tanzania ni timu kubwa sana zaidi, ni timu kubwa zaidi. So vijana lazima wajitolee, wahakikishe sisi vile ambavyo tulivikosa kuvipata wafikie, wachukue hata ubingwa wa Afrika. Ndo tamani langu. Neno moja kwa wanaokuangalia. Wanaoniangalia, nashukuru sana kwa mapenzi yenu, wa Tanzania wote. Tanzania hapa ni nyumbani na nitarudi tu Tanzania tena kwenye nini nyingine, sio ya uchezaji tena, kwa sababu nishastaafu, kwenye department nyingine tena. Bwana, siwezi kuacha hivi hivi. Azam TV imechangia nini kwako wewe? Of course Azam TV imesaidia kwa kupromote ligi ya Tanzania na mimi pia kuweza kujulikana zaidi Afrika na duniani.